Mwaka wa 2019 uliandika historia ya giza kwa visa vya mauaji vilivyotikisa taifa. Mauaji ya Ivy Wangeshi na Mary Karanja yaliteka vichwa vya habari, yakionyeshwa kwa dhahiri uibukaji wa mashambulizi dhidi ya wanawake nchini Kenya. Lakini kana kwamba hiyo haikutosha, mwishoni mwa mwaka huo tukashuhudia tukio lingine la kutisha: mauaji ya Joyce Wambua na watoto wake wawili, Shanice na Prince Michael. Kisa hiki kilivutia umakini mkubwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, hasa kwa sababu mtuhumiwa hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni Meja Peter Mugure, mwanajeshi wa KDF aliyedaiwa pia kuwa mume mtaliki wa Wambua na baba wa watoto hao. Swali kuu likabaki: nini kilichomsukuma mwanajeshi, mume na baba, kuamua kuua familia yake mwenyewe? Leo tunafungua jalada hili waziwazi, tukichunguza jinai iliyojaa siri, mikanganyiko na sakata ya hali ya juu ambayo ilibadilisha taswira ya familia na hata ya jeshi lenyewe. Lakini makala haya yana vielelezo na ushahidi vinavyoweza kutamausha baadhi ya watazamaji. Hii ni Kurunzi za Jinai. Jina langu Shaban Yusuf. Zidi kuwa miongoni mwa maelfu ya wanaojenga jamii hii kwa kusubscribe, na usisite kutoa maoni yako kwenye sehemu ya comment kwa makala haya ya kipekee ya upelelezi. Joyce Wambua alizaliwa tarehe 9 Mei mwaka wa 1998 akiwa kifungua mimba katika familia ya watoto watano, mtoto wa Elizabeth Wambua Malombe. Alikulia mtaa wa Kayole jijini Nairobi, akiwalea wadogo zake na kusaidiwa na familia yenye maisha ya kawaida lakini yenye mshikamano mkubwa. Kwa upande mwingine, Peter Mugure alifahamika kama kijana mtulivu na mwenye bidii shuleni. Alisomea Upper Hill High School jijini Nairobi, kisha akaendelea na masomo ya Civil Engineering katika chuo kikuu cha Egerton. Ingawa hajulikani kwa uhakika walikutana lini kwa mara ya kwanza, mwaka wa 2005 Peter alimpeleka mchumba wake Joyce Wambua kumtambulisha kwa mamake Hana Mogore. Wakati huo Wambua alikuwa na miaka 17 huku Peter akiwa na takriban miaka 22. Wawili hawa waliendeleza uhusiano wao wakiwa bado kwenye safari ya masomo. Peter mara kwa mara alimtembelea Wambua shuleni wakati wa visiting days. Baadaye, mnamo tarehe 21 Januari mwaka wa 2007, Peter aliingia rasmi katika Kenya Defence Forces KDF, lakini bado aliendeleza mawasiliano na mpenzi wake Wambua. Mwaka uliofuatia, Peter alihitimu masomo yake ya chuo kikuu na Wambua akamaliza shule ya upili. Hatimaye walifunga ndoa na muda mfupi baadaye wakajaliwa mtoto. Hata hivyo, ndoa hiyo haikudumu. Miezi 8 tu baadaye walitalikiana na Wambua akarudi kuishi na mama yake. Mnamo tarehe 1 Novemba mwaka wa 2009, Wambua alijaliwa mtoto wa kike, Shanice Maua. Hata baada ya kuvunjika kwa ndoa yao, wawili hawa waliendelea kuonana mara kwa mara. Mwaka wa 2013, Wambua alipata ujauzito wa pili, na mnamo tarehe 3 Desemba mwaka wa 2013 akajaliwa mtoto wa kiume kwa jina la Prince Michael. Lakini kuzaliwa kwa mtoto huyu wa pili kulileta mgawanyiko mkubwa zaidi. Peter alikana kuwa Michael ni mtoto wake na hata akaanza kutilia shaka uhalali wa Shanice.
Kutokana na mashaka haya, alikataa kuwajibika kwa mahitaji ya watoto hao wote. Hali hii ilimlazimisha Siombua kupambana peke yake ili kuhakikisha watoto wake wanapata mahitaji ya msingi. Alifanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Mchana akihudumu kwenye bakery huko Kayole na jioni akiuza nguo za wanawake kwenye vibanda vya mitaani. Hata hivyo, mzigo wa malezi uliendelea kumlemea Siombua. Akiwa hana msaada wa kifedha kutoka kwa baba wa watoto, aliamua kutafuta suluhu kupitia vyombo vya sheria. Mwaka wa 2018 aliwasilisha kesi ya child support kotini dhidi ya Peter Mugure. Wakati huu Peter tayari alikuwa ameanza maisha mapya ya kimapenzi na mwanamke mwingine ndani ya kambi ya jeshi, na tayari walikuwa wamejaliwa watoto wawili. Kesi hiyo iliendelea hadi mwaka wa 2019 ambapo Chief Magistrate katika Kilimani Law Courts aliamuru ipigwe DNA test kwa Shanice na Prince Michael ili kudhibitisha usuli wao. Lakini kabla ya matokeo kutoka, taarifa ya kutisha ilijitokeza. Mama yake Siombua alidai kwamba wiki moja kabla ya kifo cha binti yake, Peter Mugure alikuwa amejaribu kuwaangamiza watoto hao kwa sumu. Kulingana na simulizi yake, Shanice na Prince walipokuwa wakirudi nyumbani kutoka shuleni, walikutana na mwanamke mmoja aliyedaiwa kuwa mwalimu wao. Mwanamke huyo aliwapa soda na mandazi. Hata hivyo, Prince aliona kitu cha rangi nyeusi kikiongezwa kwenye chupa ya soda, jambo lililowafanya washuku sana. Watoto hawa hawakukunywa soda hiyo, bali waliibeba hadi nyumbani. Walipofika, walienda kwa jirani kuchukua funguo walizoachiwa na mama yao. Kwa bahati mbaya, waliziacha soda hizo juu ya meza ya jirani. Jirani alipoonja kinywaji hicho, alianguka na kupoteza fahamu, ingawa hakupata madhara makubwa baada ya kuokolewa kwake. Mnamo tarehe 9 Agosti mwaka wa 2019, ripoti ya DNA ilithibitisha kuwa ni kweli Peter Mugure ndiye baba halali wa Shanice na Prince Michael. Koti ikatoa maamuzi. Peter alipaswa kulipa takriban 25,000 kila mwezi kwa ajili ya malezi ya watoto pamoja na kugharamia nyumba na karo ya shule. Aidha, mahakama ilimpa Siombua haki ya malezi ya moja kwa moja, lakini ikaruhusu Peter kuwaona watoto wake mara kwa mara, Siombua akiwajibika kuruhusu na kuratibu ziara hizo. Uamuzi huu ulionekana kumgonga Mugure kwa uzito mkubwa sana. Wiki chache baadaye, alichukua hatua ya kikatili na ya kushtua taifa: kuwaangamiza Siombua na watoto wake. Mnamo Alhamisi tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2019, Peter alimpigia simu Siombua na kumwalika yeye pamoja na watoto kwenda Laikipia Airbase huko Nanyuki, ambako alihudumu kama mkuu wa Commander Leadership School ya jeshi la anga. Alidai alitaka kuwaona watoto wake na kusherehekea mapema siku ya kuzaliwa ya Shanice, ambaye alikuwa karibu kutimiza miaka 11. Baadaye siku ile, Siombua alimfahamisha mama yake kwamba alikuwa na mpango wa kwenda Nanyuki kumtembelea Peter akiwa na watoto wao wawili, Shanice mwenye miaka 10 na Prince Michael mwenye miaka 5. Mama yake hakuwa na amani juu ya safari hiyo. Hofu na shaka zilimjaa. Akapendekeza kwamba badala ya Siombua na watoto kusafiri, ingekuwa bora
Peter aje Nairobi kwaona. Lakini Siombua akiwa bado anajikita kwenye masharti ya mahakama yaliyompa Peter haki ya kuona watoto wake, alisisitiza kufuata taratibu hizo. Akamfafanulia mama yake kwamba hakuwa na budi. Hakika safari hiyo ilibidi ifanyike. Kesho yake, Ijumaa tarehe 25 Oktoba mwaka wa 2019, mama yake aliamua kuwasindikiza binti yake na wajukuu zake hadi kituo cha magari. Kwa mshangao wa maisha, tukio hilo ndilo likawa mara yake ya mwisho kuwaona wakiwa hai. Safari ilikamilika usiku, na Siombua alipowasili Nanyuki alimtumia rafiki yake wa karibu Farizana Katero ujumbe wa saa 4:22 jioni akimhakikishia kwamba walifika salama kwenye airbase. Mazungumzo ya SMS yaliyoendelea kati yao yalifichua hali ya sintofahamu na mgogoro kati ya Siombua na Peter. Kwa mfano, saa 6:17 usiku, Farizana alimtumia SMS akisema hakuweza kupata usingizi hadi ahakikishiwe usalama wao. Siombua akajibu kuwa watoto tayari walikuwa wamelala, lakini Peter alikuwa bado macho, mwenye hasira kwa sababu alihisi kudhalilishwa. Siombua alikuwa amekataa kuoga naye pamoja. Mazungumzo yao yaliishia kwa kutakiana usiku mwema ikiwa ni saa 6:23, huku Farizana akimshauri rafiki yake alale na jicho moja likiwa wazi. Jumamosi ya tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2019, saa 3:14 asubuhi, Farizana alimtumia tena ujumbe akitaka kujua hali ya Siombua na watoto. Mara hii Siombua alimjibu kwa utulivu kwamba walikuwa wamelala salama na kwa wakati huo walikuwa wakila kiamsha kinywa. Aliongeza kwa maneno yaliyojaa matumaini kuwa yeye na Peter walilala kama kaka na dada, njia aliyodhani ingeweza kuwa mwanzo mpya wa kuelekeza uhusiano wao katika mstari ulionyoka. Ilipofika saa 5:21 asubuhi, mambo yalianza kubadilika. Siombua alimuandikia rafiki yake Farizana ujumbe akisema kuwa baada ya kutoka bafuni alishtuka kugundua Peter ametoka na watoto wake wawili, Shanice na Prince Michael. Alipopiga simu kumtafuta, Peter alimwambia alikuwa amewapeleka kwenye tour ndani ya airbase, lakini kwa Siombua lilikuwa jambo la kutia wasiwasi. Aliambia Farizana kuwa tayari lilikuwa limepita saa 1 tangu apokee ujumbe huo na hakujua watoto waliko kwa uhakika. Dakika chache baadaye, Siombua alimuandikia Farizana tena akimjulisha kuwa Peter amerudi nyumbani. Kilichoachwa kando na ambacho hakukisema mara moja ni kwamba amerudi bila watoto. Baada ya saa nyingi za kimya, jioni ya saa 12:30, Siombua alipiga simu kwa Farizana. Sauti yake ilibeba hofu isiyofichika. Alimueleza kuwa alipomuuliza Peter mahali watoto walipo, alijibiwa kwa maneno mafupi tu, walikuwa salama na amewapeleka sehemu fulani ili awe na muda wa kukaa naye na kuzungumza. Peter alidai ilikuwa nafasi ya kusuluhisha tofauti zao. Lakini mazungumzo hayo hayakukamilika vizuri. Wakati bado wakizungumza, muda wa bando ya Farizana uliisha. Baadaye alituma ujumbe kumuuliza Siombua kama watoto walikuwa wamerudi. Jibu halikuwa ifika. Saa 12:30 jioni, simu ya Siombua ilikuwa tayari imeshazimwa. Hali hii ilimfanya Farizana awe na shaka kubwa. Saa 2 usiku
alimpigia simu Peter moja kwa moja akitaka kujua hali ya Siombua na watoto. Peter alimjibu kwa urahisi kana kwamba hakuna jambo kubwa. Siombua alishatoka kwake na kurudi Nairobi na watoto. Kauli hii ilimshangaza Farizana, kwani ilikuwa usiku mzito na Siombua hakuwa amewahi kumueleza kwamba alikuwa na mpango wowote wa kusafiri ghafla. Farizana aliposita na kumuuliza zaidi, Peter akajitetea akisema palikuwa na dharura kwenye kambi ya jeshi iliyomlazimu ushughulika mara moja, na kwa sababu hiyo aliamua kuwaachilia familia yake warudi jijini. Lakini kadri saa zilivyoendelea, ukimya wa Siombua na watoto ulizidi kuwa kizingiti kizito moyoni mwa mama yake na rafiki yake. Wote wawili walijaribu kuwasiliana naye siku ya Jumamosi na tena Jumapili tarehe 27 Oktoba mwaka wa 2019, lakini bila mafanikio yoyote. Hatimaye jioni ya Jumapili waliripoti kupotea kwao katika kituo cha polisi cha Soweto mtaani Kayole. Uchunguzi ukaanza mara moja. Jumatatu tarehe 28 Oktoba mwaka wa 2019, naibu OCS wa Soweto alimpigia simu mtu wa mwisho aliyewaona wakiwa hai, Peter Mugure. Alitaka maelezo ya mahali walipo Siombua na watoto wake wawili. Peter alidai kwamba saa 12:30 jioni ya Jumamosi alikuwa amewasindikiza hadi kituo cha magari cha Nanyuki na kuwaacha pale wakingojea basi la kuelekea Nairobi. Kwa maneno yake, huo ndio ulikuwa mwisho wa kukutana nao. Lakini jambo la kushangaza lilifuatia. Baada ya simu hiyo, Peter mwenyewe alifika katika kituo cha polisi cha Nanyuki akiwa amesindikizwa na rafiki yake mwanajeshi na kudai anataka kutoa taarifa ya kupotea kwa familia yake. Siku hiyo hiyo, afisa mmoja wa uchunguzi huko Nanyuki alipokea simu kutoka kwa Farizana. Alisema alikuwa amepigiwa na mfanyakazi wa 4NTE Sacco, kampuni ya matatu inayohudumu katika kituo hiko cha magari cha Nanyuki. Mfanyakazi huyo alikuwa amepata simu aina ya Tecno ndani ya moja ya magari yao. Walipitia na kuona namba ya mwisho kupigiwa ilikuwa ya Farizana. Walipojaribu wakagundua kweli simu hiyo ni mali ya Siombua. Kwa Farizana, huo ulikuwa uthibitisho wa kwanza wa kutisha. Siombua hakuwahi kuondoka Nanyuki kama Peter alivyodai. Kufuatia taarifa mpya kuhusu kupatikana kwa simu, maafisa wa upelelezi walielekea moja kwa moja hadi kwenye kituo cha magari cha Nanyuki, eneo ambako ofisi za 4NTE Sacco zilipatikana. Lengo lao lilikuwa kuchukua simu ya Siombua na pia kumhoji dereva wa gari ambamo kifaa hicho kilipatikana. Ushuhuda wa dereva huyo uligeuza upepo wa uchunguzi. Kauli yake ilifichua mianya mikubwa katika simulizi la awali la Meja Peter Mugure. Kumbuka hivi, Peter alidai kwamba alimsindikiza Siombua na watoto wake hadi Nanyuki main stage mnamo Jumamosi tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2019 ikiwa ni saa 12:30 jioni na kuwaacha hapo wakisubiri basi la kuelekea Nairobi. Lakini ushahidi wa dereva ulivunja hoja hiyo vipande vipande. Kulingana naye, usiku huo hakukuwa Nanyuki kabisa. Alikuwa Bomet kwa shughuli ya kibinafsi na hakurejea Nanyuki hadi saa 5 usiku alipokuwa ameegesha gari pale stage na kuliacha hapo usiku kucha.
ni Jumapili alfajiri mnamo saa 10 aliporudi kazini, akapeleka gari Nyahururu na kurejea Nanyuki jioni ya saa 3. Hapo ndipo alipogundua simu ya Siombua ikiwa kwenye viti vya abiria. Kwa uwajibikaji, akaikabidhi kwa wakubwa wake katika ofisi za sako yao. Ushuhuda huu haukuwa tu mwanga katika uchunguzi, uliokoa maisha ya dereva huyo. Kumbuka, si mara ya kwanza Kenya mashahidi wasio na hatia hujikuta kizimbani kwa kosa la kuhusishwa na mauaji kwa sababu tu walikutwa na simu ya mtu aliyeuawa. Hili linatufundisha somo muhimu sana. Ukipata simu ambayo unahisi imepotezwa, chukua hatua ya busara na uipeleke kituo cha polisi mara moja. Zaidi ya hayo, tujitahadhari na kununua simu za magendo zisizo na risiti wala uthibitisho, kwani jambo dogo kama hilo linaweza kugeuka sababu ya kupoteza uhuru wa maisha yako yote. Hata hivyo, maafisa wa upelelezi walikumbana na changamoto nyingine. Sako hiyo haikuwa na rekodi za abiria waliopanda gari hilo siku hiyo, jambo lililofanya iwe vigumu kubaini ni nani hasa aliacha simu ya Siombua ndani ya gari. Nadharia kuu zilizojitokeza zikawa ni mbili tu. Moja, kwamba Peter Mugure akiwa mwanajeshi mwenye mafunzo ya hali ya juu, huenda aliingia kwa ujanja kwenye gari lililokuwa limeegeshwa na kuweka simu humo. Nyingine, kwamba huenda alimhonga mtu fulani ili afanye kitendo hicho kwa niaba yake, kwa nia ya kuwapotosha polisi iwapo wangewahi kufuatilia jeuri yake. Baada ya simu ya Siombua kupatikana kwa mazingira ya kutatanisha ndani ya matatu, maafisa wa upelelezi walihisi harufu ya jinai. Ilikuwa wazi kwamba jambo lisilo la kawaida lilikuwa limetokea kwake na watoto wake. Jumanne ya tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2019, wapelelezi wa jinai waliwakusanya wanafamilia wa Siombua kwa mahojiano ya kina, wakitaka maelezo ambayo yangeweza kusaidia kufuatilia alikokuwa na ni vipi alivyopotea. Ni wakati huu ndipo siri ya mahusiano ya Siombua na Peter Mugure zilianza kufichuka. Uchunguzi ulionyesha kulikuwa na historia ndefu ya mikwaruzano, madai ya usaliti na migogoro ya malezi ya watoto. Kwa msingi huo, maafisa walimuita Peter kuhojiwa. Simu yake pia ilichukuliwa kama ushahidi na kupelekwa kwa uchunguzi wa forensic analysis. Katika maelezo yake, Peter alidai kuwa alimwalika Siombua pamoja na watoto wao huko Laikipia Airbase mnamo Ijumaa tarehe 25 Oktoba mwaka wa 2019 ili familia hiyo iburudike na kutumia muda pamoja. Alisema aliwachukua kutoka Nanyuki main stage majira ya saa 3 usiku, akawapakia kwenye gari lake na wote wakaelekea nyumbani kwake kambini. Walilala usiku huo huko nyumbani kwake. Kesho yake, Peter alidai kuwa Siombua alimtafuta rafiki mmoja kutoka Timau, sehemu za Meru, akimwomba awachukue watoto kwa muda ili kumpa nafasi ya kukaa na Peter faragani ili wazungumze na kusuluhisha tofauti zao. Kulingana naye, mwanamke huyo alisafiri kutoka Timau na kufika Airbase mnamo saa 3 asubuhi. Peter akasema aliondoka na Shanice na Prince Michael na kuacha na huyo mwanamke, lakini hakutaja jina lake wala kueleza ni wapi hasa aliwaacha watoto hao. Baada ya hapo,
Peter alidai alirejea nyumbani kwake na kukaa na Siombua hadi majira ya saa 9 alasiri, ambapo walielekea Kirimara Springs Hotel mjini Nanyuki kwa chakula cha mchana. Walisalia hapo hadi karibu saa 12 jioni. Wakiwa hotelini, Peter alisema alipokea simu ya dharura kutoka kwa wakuu wake kazini. Madai yake yalikuwa kwamba kutokana na wito huo, alilazimika kuwaregesha Siombua na watoto wake Nairobi, kwani hawangeweza tena kubaki kambini. Kwa maelezo yake, alirudi nyumbani kwanza kuchukua baadhi ya vitu, kisha akakutana tena na yule mwanamke kutoka Timau ili kuwarudishia watoto. Hakueleza ni wapi hasa mkutano huo ulifanyika. Mwisho wa simulizi yake, Peter alisisitiza kwamba jioni ya Jumamosi tarehe 26 Oktoba aliwaacha Siombua, Shanice, Prince Michael na yule mwanamke wa Timau huko Nanyuki Main Stage majira ya saa 1 jioni na kuacha wakisubiri matatu la kuelekea Nairobi. Ndipo alidai hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kuwaona wakiwa hai. Kutokana na mapengo mengi katika kauli ya Peter, maafisa wa usalama waliamua kuelekea Kirimara Springs Hotel ili kuthibitisha ukweli wa simulizi yake. Meneja wa hoteli hiyo alihakikisha bila shaka kwamba alimwona Peter akiwa na Siombua siku ya Jumamosi tarehe 27 Oktoba mwaka wa 2019. Baada ya hapo, maafisa hao walielekea hadi makao ya kijeshi ya Laikipia Air Base walikofanya upekuzi wa kila kona ya nyumba ya Peter. Hata hivyo, hawakufanikiwa kupata ushahidi wowote muhimu unaoweza kuelekeza moja kwa moja katika kupotea kwa Siombua na watoto wake Shanice na Prince Michael. Kabla ya kuondoka kambini hapo, afisa mpelelezi alichukua fursa ya kuzungumza na wanajeshi waliokuwa wakililinda lango kuu. Wanajeshi hao walithibitisha kwamba kweli Siombua na watoto wake walifika kambini na kuondoka baadaye. Afisa huyo alichungulia pia daftari la wageni ambapo alisadikisha jina la Siombua lilisajiliwa. Lakini hapa ndipo siri kubwa ilipojificha. Saini ya kutoka haikuwa yake, bali iliandikwa na Meja Peter Mugure mwenyewe. Pengo hili la wazi liliongeza mashaka makubwa. Upelelezi uliendelea, lakini fumbo hili la kupotea kwa familia lilibakia giza totoro. Hali ilianza kubadilika Ijumaa tarehe 15 Novemba mwaka wa 2019 wakati dereva mmoja wa teksi alipojitokeza na ushahidi mzito. Aliripoti katika afisi za DCI Nanyuki kwamba mnamo Jumamosi tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2019 Peter alimuita kwa simu akimuomba amtafutie magunia matatu makubwa kwa kisingizio cha kutupa taka fulani. Dereva alipouliza ni aina gani ya taka, Peter alikataa kufafanua. Aidha, alijaribu kumshawishi dereva huyo amsaidie kupata sehemu ya siri ya kutupa uchafu huo, akiahidi malipo mazuri mno. Lakini dereva huyo alikataa katu. Kama bahati iliyojaa kejeli, wakati dereva huyu akipeana ushahidi katika ofisi za DCI, Peter mwenyewe alikuwepo katika kituo cha polisi cha Nanyuki akifuatilia taarifa za kupotea kwa familia yake. Hapo ndipo upepo wa kesi ulipogeukia. Afisa aliyekuwa akisimamia faili la Peter alipokea simu kutoka DCI wakimtaka afanye mahojiano mapya na mshukiwa huyo. Siku hiyo majira ya mchana,
Peter Mgure hakurejea nyumbani kama mtu huru. Alijikuta akikamatwa, kufungwa pingu na kusimama rasmi kama mshukiwa mkuu wa mauaji ya kikatili dhidi ya Siombua na watoto wake wawili. Lililomwangusha kabisa Peter Mgure halikuwa tu shaka za familia, bali ripoti ya uchunguzi wa simu yake, yani forensic analysis. Ripoti hiyo ilifichua mawasiliano ya simu yaliyokuwa ya mara kwa mara, siku chache kabla na hata baada ya kupotea kwa Siombua na watoto wake. Kwenye rekodi hizo, jina moja lilijitokeza mara kwa mara: Collins Pamba, kijana wa miaka 27, mjasiriamali aliyeishi Laikipia Airbase. Jumamosi, tarehe 16 Novemba mwaka wa 2019, Collins alitiwa mbaroni na wapelelezi wa jinai. Ndipo pazia la siri lilipoanza kufunguka upya. Katika mahojiano, Pamba hakuficha, alifunguka na kuelezea kila kilichotokea. Kulingana naye, mchana wa Jumamosi tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2019, akiwa ndani ya basi kutoka Nairobi kuelekea Nanyuki, alipokea simu kutoka kwa Peter. Peter alitaka kujua anapoishi, na Pamba akamuelezea kwamba alikuwa na nyumba ya kupanga eneo la Gingithu Estate huko Nanyuki. Peter akamwambia ana kazi muhimu ya kumuonyesha huko Laikipia Airbase na akapendekeza wakutane. Baada ya mazungumzo hayo ya kwanza, Peter alimpigia tena mara mbili zaidi, akifuatilia safari yake. Kufikia saa 11 jioni, Pamba alikuwa amewasili Nanyuki. Walipatana na Peter katika eneo la Kirimara Springs Hotel. Huko walizungumza kidogo pembeni ya hoteli kwenye uwanja wa baridi nyuma ya majengo, ambapo Peter alimtajia tena kuhusu kazi ambayo ingefanyika huko kambini. Baada ya mazungumzo hayo, Peter alimwelekeza Pamba aje Airbase na kumsubiri. Pamba aliingia bar hall akangoja, lakini baada ya kusubiri kwa muda mrefu bila kumwona Peter, aliamua kurejea kwake Gingithu Estate kupumzika. Lakini saa 4:16 usiku, simu ikaita tena. Peter alimwamrisha Pamba arudi mara moja kambini. Kazi yenyewe ilikuwa inamsubiri. Pamba alitii. Alipowasili, walikutana na Peter katika eneo la kuegesha magari. Peter akamchukua hadi kwenye nyumba za maafisa, akampeleka moja kwa moja kwenye nyumba nambari A3, lakini kwa mshangao hakufungua mlango wa nyumba yake. Badala yake alifungua mlango wa nyumba jirani A4. Walipoingia, Peter alifunga mlango haraka, akamwelekeza Pamba waingie bafuni. Ndipo pazia la kutisha liliondolewa. Ndani ya bafu, Pamba aliona magunia ya plastiki yaliyofungwa kakamba. Alipoyachungulia, macho yake yalipatwa na sura isiyosahaulika. Kupitia uwazi mdogo, aliweza kuona mwili wa mtoto wa kike amejifungia ndani ya gunia hilo. Kwenye beseni la kuogea, aliona gunia jingine. Ndani yake kulikuwa na mwili wa mtoto wa kiume, naye pia akiwa amefungwa. Pamba alishtuka, moyo ukimdunda kwa hofu, lakini Peter, kwa sauti baridi isiyo na wasiwasi, alimkataza kushtuka. Zaidi ya yote,
Peter alimhadharisha Pamba kwa sauti kali na yenye vitisho. Alimwonya asithubutu kumwelezea mtu yoyote kile alichokuwa ameshuhudia, akimtishia kuwa angemuua endapo angefungua mdomo. Lakini nyuma ya vitisho hivyo, Peter alimpa ahadi ya uongo. Alimwahidi kwamba angemsaidia kujiunga na jeshi endapo angebaki mwaminifu na kushiriki kufanikisha mpango mzima. Ili kuthibitisha ahadi hiyo, alimwomba Pamba amletee stakabadhi zake za masomo baada ya wao kukamilisha shughuli hiyo kikamilifu. Kwa maelekezo ya Peter, Pamba alimsaidia kubeba miili ile ya watoto wawili na kuingiza kwenye gari lake lililokuwa limeegeshwa karibu na nyumba za maafisa. Baada ya hapo, Peter alimwelekeza waende tena kwenye nyumba yake nyingine, nyumba A3. Hapo kwa mshangao zaidi, Pamba aliona mwili wa mwanamke akiwa amelala nyuma ya viti vya sebuleni. Ndipo Peter akamwamrisha amsaidie kufunga mwili huo kwenye gunia la plastiki kabla ya kuubeba na kuuweka ndani ya gari pamoja na ile miili ya watoto. Walipomaliza, Peter aliongoza gari nje ya kambi. Hakuna aliyejaribu kumzuia wala kukagua gari lake kwa sababu hakuwa askari wa kawaida. Alikuwa meja, na hivyo alitumia cheo chake kama kinga ya kupenyeza na siri hiyo ya kifo. Safari yao ikaendelea kuelekea maeneo ya Thingitu na Nyuki. Ndani ya gari, Pamba alijipa ujasiri wa kumuuliza Peter kwa nini ameua familia yake yote yeye mwenyewe. Kwa sauti ya baridi, Peter alijibu kwamba alimpenda sana Siombua na alitaka kumwoa, lakini kwa mtazamo wake Siombua hakuwa mwaminifu. Alimueleza kwamba mwanamke huyo alikuwa mwenye tamaa ya mali. Alitaka kutumia pesa zake kwa manufaa yake na watoto bila kujali hisia za Peter. Zaidi ya yote, alidai kwamba Siombua alikuwa akihatarisha ndoa yake ya kwanza, licha ya kwamba mke wa kwanza hakuwa na tatizo lolote naye. Walipowasili Thingitu, Peter aliegesha gari gizani karibu na makaburi, akazima taa, kisha akatembea hadi kwenye shimo dogo alilokuwa ameandaa awali. Hapo ndipo miili ya Siombua, Shanice na Prince Michael ilipozikwa. Usiku mzima ukishuhudia kaburi lililochimbwa kwa mikono ya upendo uliogeuka kuwa chuki. Baada ya kumaliza, walirudi garini. Peter akamwangalia Pamba usoni na kumsisitizia tena asithubutu kufichua kilichotokea. Alimpa ahadi nyingine ya kumuingiza jeshini na kumwamuru alete nyaraka zake za shule Jumatatu, tarehe 28 Oktoba mwaka wa 2019. Pia alimtaka arudi kambini siku iliyofuata, Jumapili, tarehe 27 Oktoba, ili kusaidia kusafisha nyumba na gari lake, kuhakikisha hakuna alama zozote za uhalifu zilizobaki. Jumapili ile, Pamba alielekea katika kambi ya Airbase majira ya saa 5 asubuhi ili kuosha nyumba na gari la Peter kama alivyoagizwa. Baada ya kumaliza kazi, alisimulia kwamba Peter alimlipa shilingi 4,000 na kumkumbusha alete nakala za vyeti vyake vya masomo kesho yake, ombi ambalo Pamba alitimiza.
Jumatatu tarehe 28 Oktoba mwaka wa 2019, baada ya kukabidhi karatasi hizo, Pamba alisema hakumwona tena Peter kwa sababu tayari alikuwa ameondoka kuelekea kwenye likizo. Hata hivyo, Peter hakuacha kumtumia ujumbe mara kwa mara akimtaka ahakikishe kaburi lililokuwa Tingitu Estate haliguswi wala kuvurugwa na mtu yoyote. Kwa msururu wa matukio, Pamba alikiri kwamba Peter alimpa shilingi 1,300 ili anunue kipakuo cha kufunika kaburi. Baada ya kukubali kueleza ukweli wote, aliongoza maafisa wa upelelezi hadi eneo la Tingitu Estate. Walipofukua kaburi hilo, waligundua miili ya watu 3, Siombua na watoto wake Shanice na Prince Michael. Miili iliyokuwa imezikwa kwa siri, ikiwa ni siku 21 tangu kifo chao. Ili kubaini chanzo cha vifo hivyo, uchunguzi wa maiti, yani postmortem, ulifanywa Jumatano tarehe 20 Novemba mwaka wa 2019 katika hifadhi ya maiti ya Nanyuki, huku ikiongozwa na Dr. Johannes Odwor, patholojia wa serikali. Ripoti ya uchunguzi ilifichua kuwa Siombua aliuawa kwa kupigwa na chombo butu kilichosababisha majeraha ya kichwa na ubongo, huku Shanice na Prince Michael wakinyongwa kwa kutumia kamba. Kuziba pengo lililosalia, wachunguzi walinadhiria kuwa Meja Peter Mugure aliwanyonga Shanice na Prince Michael katika chumba A4 kilichokuwa karibu na chumba chake asubuhi ya tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2019, wakati ambapo Siombua alikuwa bafuni. Baadaye, jioni ile ile, waliporejea kutoka hoteli ya Kirumara Springs, Mugure alimwangamiza Siombua pia. Na swali kuu likabakia: ni kitu gani kilimsukuma mwanajeshi, mume na baba, kuua familia yake yeye mwenyewe? Huenda hasira dhidi ya uamuzi wa mahakama uliomtaka kugharamia malezi ya Shanice na Prince Michael ilimkabako, au pengine alilemewa na msongo wa mawazo uliokuwa ukimwandama kwa muda mrefu. Kwa mfano, mmoja wa wanajeshi wenzake alisimulia kwamba aliwahi kumwona Peter amesimama kwenye mvua akitazama saa yake kwa zaidi ya nusu saa. Mwanajeshi huyo alihisi huenda tatizo la msongo wa mawazo lilianza baada ya Peter kusababisha ajali ya ndege alipokuwa kwenye mtihani wa urubani, ajali iliyozima kabisa ndoto yake ya kuwa rubani wa kijeshi. Hata hivyo, hoja hizi hazingeweza kuhalalisha uamuzi wake wa kutekeleza mauaji ya mke na watoto wake. Aidha, wanafamilia wake hawakuwahi kuelezea dalili zozote za udhaifu wa akili kwa Peter. Kinyume chake, mmoja wa jamaa zake alijaribu kuhitilafiana na ushahidi baada ya kutembelea Pamba gerezani, akimtaka abadilishe kauli yake mahakamani na kukanusha kwamba aliwahi kumsaidia Peter kubeba miili ya Siombua na watoto wake hadi Tingitu. Kesi dhidi ya Meja Peter Mwaura Mugure ilizidi kufunguka baada ya wapelelezi wa jinai kumtia mbaroni Maina Mwangi, fundi stima, siku ya Alhamisi tarehe 28 Novemba mwaka wa 2019. Iliripotiwa kwamba Mwangi alikuwa karibu sana na Mugure, akiwa kwenye mawasiliano naye kabla, wakati na hata baada ya mauaji hayo. Mashahidi walieleza kwamba Peter alimwomba Mwangi msaada wa kuwaua Siombua na watoto wake, lakini Mwangi alikataa. Hatimaye
aliachiliwa huru kwa masharti ya kuwa shahidi wa serikali dhidi ya Meja Peter Mugure. Na si yeye peke yake aliyewahi kuhusishwa. Mlinzi wa sewage plant mjini Nanyuki alikiri kwamba usiku wa Jumamosi tarehe 26 Oktoba mwaka wa 2019 Peter alimwendea na kumuuliza kama angeweza kumruhusu kutupa takataka eneo hilo usiku wa manane. Kwa kuwa kituo hicho hufungwa saa 12 jioni, mlinzi alikataa ombi hilo, huku Peter asifafanue ni takataka ya aina gani alitaka kutupa. Mwisho wa simulizi hili la majonzi, Joyce Wambua na watoto wake wawili, Shanice Maua na Prince Michael, walipumzishwa katika makaburi ya Kitui siku ya Jumamosi tarehe 7 Desemba mwaka wa 2019. Katika safari hiyo ya mwisho, Wambua alikumbukwa kama binti mcheshi na mwenye moyo wa maombi, huku watoto wake wakitajwa kama wachangamfu na wenye furaha tele siku zote. Mazishi hayo yalikuwa pia kilio cha umma, wakazi wakisisitiza haki lazima itendeke kwa mauaji haya ya kikatili. Miaka miwili baadaye, siku ya Alhamis tarehe 13 Mei mwaka wa 2021, Collins Pamba, kijana aliyemsaidia Meja Peter Mugure kuzika miili ya marehemu Wambua na watoto wake, alihukumiwa kifungo cha miaka 5 gerezani. Wakati akisoma hukumu hiyo, hakimu Florence Mushemi alieleza kwamba Pamba, akiwa na umri wa miaka 21 pekee, alizidiwa na hali ya matukio yaliyomzunguka. Alikuwa kijana mdogo mno ukilinganishwa na Mugure, na zaidi ya yote alikuwa ametishiwa maisha. Mahakama pia ilitambua kuwa Pamba alitoa taarifa muhimu dhidi ya mtuhumiwa mkuu Peter Mugure, na kwamba alikuwa amekubali mkataba wa maelewano, yani the plea bargain, na upande wa mashtaka, akiahidi kutoa ushahidi dhidi ya Mugure kotini. Hata hivyo, licha ya ushahidi wa kutosha, sasa ni takriban miaka 5 tangu mauaji kutokea, na bado kesi ya Meja Mugure haijakamilika. Uendeshaji wake umekumbwa na changamoto nyingi, huku baadhi wakidai kwamba Peter amekuwa akitumia mbinu za kuchelewesha hukumu yake mbele ya mahakama. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba yote yalianza mnamo tarehe 5 Desemba mwaka wa 2019, Mugure alipotarajiwa kusomewa mashtaka rasmi. Kesi ilihairishwa hadi tarehe 10 Januari mwaka wa 2020 kutokana na kucheleweshwa kwa ripoti ya hali yake ya akili, ripoti ambayo ilihitajika kabla ya kusonga mbele. Lakini hata kukamilika kwa ripoti hiyo kukachelewa zaidi baada ya daktari kuhitaji kufanya mahojiano na next of kin wa Mugure. Hata hivyo, mama yake alikataa kusafiri kutoka Kayole, Nairobi hadi Nyeri, akieleza kwamba safari hiyo ilikuwa ndefu na ya kuchosha. Kibaya zaidi, siku chache kabla ya kusikilizwa tena kwa kesi hiyo, mnamo tarehe 6 Januari mwaka wa 2020, iliripotiwa kwamba Mugure alimtuma dada yake Nancy kwenda Kerugoya prison kumshawishi Collins Pamba abadili ushahidi wake. Mugure alitaka Pamba akatae tena kwamba aliwahi kumsaidia kutupa miili ya Wambua, Shanice na Prince Michael, jaribio lililodhihirisha namna kesi hii ilivyokuwa ikivurugwa kimakusudi. Hadi sasa hivi, hatma ya Meja Peter Mugure bado inaning'inia mikononi mwa mahakama.
Mnamo tarehe 15 Desemba mwaka wa 2020, Mugure aliwasilisha ombi la kujiwakilisha kotini akilalamika kwamba mawakili wake hawakumtetea ipasavyo. Lakini Juni tarehe 10 mwaka wa 2021, Jaji Florence Mwashemi alilitupilia mbali akimwamuru kutafuta mawakili wapya. Miezi miwili baadaye, Agosti mwaka wa 2021, Mugure akawageukia KDF akiwashtaki kwa kumfukuza kazi kinyume cha sheria. Mahakama ya Nyeri baadaye ilimpa fidia ya milioni 2 ikisema aliondolewa jeshini kimakosa. Lakini jaribio lake la karibuni zaidi la kuikwepa hukumu lilikuja Juni mwaka wa 2024. Mashahidi 23 tayari walikuwa wameshatoa ushahidi dhidi yake. 2 pekee walikuwa wamesalia. Kupitia mawakili wake, Mugure alidai haki zake zilikiukwa. Akasisitiza kwamba kesi yake ilipaswa kusikilizwa kwenye koti ya kijeshi kwa kuwa alikuwa bado askari wakati mauaji yalitokea. Mpaka sasa hivi kesi bado inaendelea na tunasubiri hatima yake, ila swali la kujiuliza likisalia: je, mahakama ilitenda haki kwa kumkata mshahara wake 25,000 kugharamia watoto? Na je, Wambua alikuwa na haki ya kulilia sehemu ya mshahara huo? Na hatua ya jeshi kumfukuza kazi ilikuwa mwafaka au kulikuwa na njia nyingine mbadala ambayo ingeweza kutumiwa? Na yule Collins Pamba aliyepokea kifungo cha miaka 5 pekee, alihukumiwa kwa haki au alikuwa tu kijana mdogo aliyeingizwa kwenye tundu la giza? Kuwa makini na endelea kufuatilia kurunzi za jinai. Jina langu Shaban Yusuf.